kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakupenda Bwana wa mabwana, tunakupenda Mungu ishiye milele, katika jina la Yesu, amen. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Umekuwa pamoja nasi katika uombezi na katika vipengele ambazo tumeleta mbele zako. Baba, tunakuinua na tunakutukuza. Baba, toketi chini kwa dakika chache Baba, ili tukasikiza neno lako na mauzia yako kwa siku ya leo. Ukawa pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen, amen. Asanteni, karibuni sana. Asanteni kwa sababu mumefika katika uombezi, na Bwana amekuwa pamoja nasi katika uombezi huo wa dakika hizo ambazo zimepita. Sasa tu ni neno kwa ufupi, kama vile tumekuwa tukiendelea kujifunza katika wiki hii ambayo ni ya 3, ikiwa leo ni siku yetu ya 15. Tumekuwa tukijifundisha juu ya kukua katika kiroho na katika huduma, na jana tuliweza kuangalia jinsi ya kubebania mizigo ama ya kuserve one another katika upendo, na tulisoma katika Wagalatia 5:13 mahali ambapo mtumishi wa Mungu alikuwa anasema, ndugu zangu, ninyi mliitwa ili muwe huru. Hiyo huru msitumie uhuru wenu kama fursa ya kufuata tamaa za mwili, mbali tumikianeni ninyi kwa ninyi kwa upendo. Jana tuliweza kujifunza mambo hayo, na leo kwa sababu tuko katika hiyo sehemu tu ya kuendelea kumtafuta Mungu katika kila jambo, nataka tuone jambo lingine ambalo linahitajika wakati tunapokuwa katika kiroho. Unajua, kukua kiroho ni kama vile mtoto mdogo anakuwa. Huwa tunatoka sehemu moja tukiendelea sehemu nyingine. Kuna mambo ambayo wakati uliokoka ulikuwa unayaona na unayaangalia, unaona kana kwamba ni mambo makubwa sana, lakini jinsi unavyoendelea kukua katika kiroho, unaenda ukielewa jinsi ya kusimama na kujikinga na kumtegemea huyu Mungu. Na kwa hivyo leo tunaenda kujifundisha juu ya kuhudumu katika vipawa ambavyo tuko navyo, vipawa ambavyo Mungu ametupea, serving with spiritual gifts. Bwana asifiwe sana. Yaani kutumika katika vipawa ambazo tumepewa za kiroho. Ni vizuri kujua kwamba kama vile tulijifunza jana, kila mmoja ako na karama yake, ako na kipawa ambacho kiko ndani yake. Hakuna mtu yeyote ambaye ameokoka Mungu amemwacha bure. Kila mmoja ako na karama yake, ako na jambo ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Wengine ni upole, wengine ni upendo, wengine ni all gifts ambazo Mungu unapeana. Na kwa sababu huyo Roho ndio hupeana hizo gifts zote, nataka tuweze kujifundisha siku ya leo jinsi ya kutumia hizo vipawa ambazo Mungu ametupea. Tutasoma mstari katika Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 hadi wa 7, lakini nitauzia tu mstari wa 4 na mwisho hapo, ambapo Paul anaongelesha Wakorintho, anawaambia, basi pana tofauti za karama, mbali Roho ni yeye yule. Anaruka anasema, kila mtu hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Bwana asifiwe sana. So sijasoma mistari yote, lakini nimeguzia mwanzo. Paul anasema kwamba basi sisi tumepewa karama tofauti. Wao umepewa karama tofauti, mimi nimepewa tofauti, lakini zote ni kitu moja. Kila mtu amepewa ufunuo huo wa hiyo karama wa Roho kwa kufaidiana. Bwana asifiwe sana. Hivi vipawa ambavyo tumepewa sio zetu za kibinafsi, ni za kusaidiana. Bwana asifiwe sana. Ni za kusaidiana sisi kama wapendwa, sisi kama Wakristo. Mungu hatoi karama za Roho kwa maonyesho. Hatoi tu kwa sababu ya maonyesho tu, lakini ama kwa mambo ambayo ya kujivuna ama kiburi ama kujitukuza. Hapana. Karama za Roho hutolewa kwa ajili ya huduma. Bwana asifiwe sana. Kama wewe ni mhubiri, haujapewa karama hiyo ili ujiinue kwa jambo moja ama jingine. Kama wewe ni mwalimu, hujapewa karama hiyo upate kiburi ama ufanye jambo fulani, lakini umepewa ni kwa sababu ya huduma ya Mungu. Waweza kuona kama karama ya kuhubiri ndio kubwa sana, ama uone karama ile ambayo uko nayo ni ndogo. Biblia inatuonyesha kwamba hakuna karama ndogo, zote ni sawa. Ukiniona kama mchungaji, mimi sio ati niko na jambo kubwa kuliko vile ulivyo nalo. Bwana asifiwe sana. Sio ati mimi niko sawa sana kuliko wewe.
Hapana, tuko na karama. Wewe unaweza kuwa na karama ya upendo, unaweza kuwa karama ya kutumika kwa njia moja ama ile ingine. Si kusema kwamba hiyo wewe uko chini. Hapana, Biblia inatuambia hizo karama zote ni Roho anapeana. Bwana asifiwe sana. Shika hapa, ni Roho anapeana. Na anapeana kwa nini? Anapeana kwa sababu ya huduma. Bwana asifiwe sana. Wewe ukikosa huduma haiwezi simama, haiwezi kuwa ni kamilifu, kwa sababu kipawa chako kinafanya kazi katika hiyo huduma. Mimi nikikosa, labda inaweza kuonekana kama sio ukamilifu, kwa sababu karama yenye niko nayo ni ya kusaidia huduma. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo, kwa sababu tumegundua ya kwamba sisi tuko na karama, na unajua Paulo akiongea kanisa la Korintho wakati huo, kulikuwa kumepeanwa karama nyingi, hata watu yani zilikuwa nyingi kwa kanisa, na kukawa na mambo mengi, yani kukawa na shida katika kanisa. Kuna mwenye anaona akitabiri anaona yeye ndio mzuri sana, kuna mwenye anaongea na ndimi anaona kama yeye ndio anajua, kuna mwenye anatambua anaona kama ni yeye. Lakini akawaambia, sikizeni, hizo karama zote ni kitu kimoja, zimepeanwa kwa sababu ya huduma. Bwana asifiwe sana. So kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba Roho yule ambaye amepeana kipawa, mwenye amenipa kipawa, ni yeye pia amekupa kipawa. Mwenye amekupa kipawa ni yeye bado amenipa kipawa. Bwana asifiwe sana. The same spirit distributes different gifts. Anaweza kukupea talanta hii, anaweza kukupea kipawa hiki, mimi anipe hiki, lakini ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya utukufu wa jina lake, ni kwa sababu ya huduma. Bwana asifiwe sana. Na ndivyo akawaambia hapo ya kwamba jueni karama hizi ziko, lakini kila mmoja mjue zote zimepeanwa na Roho mmoja. Hakuna kipawa ambacho ni kubwa zaidi kuliko kile kingine, kwa sababu zote tumepewa na Roho. Unaweza ona pesa zingine unafanya kazi zingine, unaona kana kwamba wewe ndio unafanya kazi ya chini sana. La, hapana. Hiyo ni moja ya karama ambazo Mungu amekupa, na anataka inafanana na yule mwingine ambaye pengine unaona kama ako juu sana ama ameinuliwa sana, bado ni the same karama hizo. Na kwa hivyo adhuhuri ya leo ninataka kukutia moyo na nikuonyeshe ya kwamba wewe ni mtu wa maana, mtu muhimu sana. Ukikosa katika huduma haitakuwa kamilifu, na ndio Mungu amekuleta katika hiyo huduma ndio ikuwe kamilifu. Bwana asifiwe sana. Kuna watu huwa wanajiona kana kwamba mimi ni sina mali, sina pesa, sitoi, sina chochote, mimi sionekani kama nina maana. Hapana, kila mmoja amepewa karama, na hizo karama tumepewa sio kwa sababu kuna mmoja ambao ni superior. No, kila mmoja ni Mungu amepeana. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo tunatumikia huyo Roho yule ambaye amenipa na yule ambaye amekupa. Ingawa kwa karama ziko tofauti, lakini hakuna karama iliyo bora kuliko ile nyingine. Kila moja imetolewa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo ni vizuri kujua hivyo. Hiyo ni namba moja. Jua ya kwamba karama zote, hata kama wewe uko kiasi gani, tuko katika level moja. Yule ambaye amepea hiyo kipawa ni Roho Mtakatifu. Kitu yenye iko ni kwamba huyo Roho ndio amedistribute, amekupea hii na amepea huyu hii, lakini inafanya kazi moja kwa sababu ya huduma. Spiritual gift must function within the body. Na kwa hivyo vipawa hizo ni lazima zifanye kazi tu katika mwili. Bwana asifiwe sana. So kwa hivyo mkono, kama kwa mfano mkono huu ukikatika, mwili huo hautaonekana kama ni mzima. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata sisi kipawa kimoja, hata kile ambacho kinaonekana ni kidogo sana, bado ni sehemu ya mwili wa Kristo. Na kwa hivyo tunapoendelea kukua katika kiroho, ni lazima hata karama zetu huwa zinakuwa vizuri katika unyenyekevu, katika ile unyenyekevu, kujua ya kwamba mimi ni sawa na wewe. So unyenyekevu huo ndio karama hizo zinaendelea kukua. Kiburi huharibu karama hizo, nidhamu huimarisha hiyo. Hiyo nidhamu ya uvumilivu huwa inaleta discipline, inaleta mambo ya kuonekana kwamba karama zetu zinafanya kazi. Na zaidi ya yote ni kuziweka tu mbele za Bwana. Kwa mfano maombi, hiyo ni karama moja. Submission, kunyenyekea, accountability, ile mambo ya kuwa mwaminifu katika karama ambao umepewa. Hiyo ni jambo ambao Mungu analoitaka sana. Sijui kama ninaenda kwa haraka sana, lakini kwa nataka tu kukuleta hivyo ili ujue jinsi ulivyo, vile unavyojiona. Labda umekuwa na ile
Unajua kwa Kiingereza kuna mambo inakuwa spiritual complex na superiority complex, na ile ile ndogo, yani superiority ile ndogo, bwana inferior superiority. Bwana asifiwe sana. So yani kuona kama wewe uko chini, unaona kama wewe haufai. Hapana, wewe una kipawa, na kipawa hicho cha peano na Roho Mtakatifu, na hicho kipawa vile unavyotaka ni kuiangalia kwa uaminifu, kuitumikia Mungu. Na serve kila mmoja na gift ambao umepewa. When everyone serves with their gifts, kanisa inaweza kusimama, kanisa inaweza kukua, inakuwa machua, inaongezeka, na kazi ya Mungu inaendelea, kwa sababu kila mmoja wetu amejiamini ya kwamba ako na kipawa, na hayuko tu bure, ako ni kwa sababu ya huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa hivyo wote tunapotumikia karama zetu, kanisa itakuwa, kanisa itasimama, kanisa itaongezeka, hata Mungu, kazi ya Mungu itaendelea mbele. Leo nataka tutaomba Mungu atusaidie kutambua karama zetu, akusaidie kutambua mahali karama yako inahitajika sana kanisani. Kwa sababu kuna watu ambao wanajua wako na karama, lakini hawajui ni mahali gani ambapo inahitajika katika kanisa. Tutaomba Bwana atuambie, atuwezeshe tutambue mahali karama zetu inahitajika, ama karama yako inahitajika. Utaambia Bwana, wacha nielewe, nifunue, wacha nitambue karama yangu inafanyika nini kanisani. Ni vizuri kuweka karama yako chini ya uongozi wa kiroho. Unaambia Bwana, hii karama ambao unanipa, Roho wa Bwana nielekeze, nijue vile nitakavyoitumia. Huduma kwa kuhudumu, sio tu kwa wakati tu, ni kila wakati hiyo kipawa inafanya kazi, na Bwana atatusaidia. Sasa sababu ya dakika zetu, nataka tupate nafasi tu ya kusimama, na tutaenda mbele za Bwana. Hata sitaweka wimbo, nataka tu nikupe dakika moja tu, uende mbele za Bwana, umwambie Bwana, nisaidie kutumikia kwa uaminifu kwa karama ulionipa. Yani unaposimama tu juu, namwambia Lord, niko hapa, naomba Bwana nisaidie kutumikia kwa uaminifu karama ulionipa. Wewe nilisema juzi, unaweza tambua karama ambao Mungu anakupa. Unaweza tambua mambo ambao Mungu amekupea. Ambia Bwana adhuhuri ya leo, Bwana nisaidie kutumikia kwa uaminifu kwa karama ulionipa. Labda hata umepewa 2, umepewa hata 3. Mungu ni mwaminifu, anaweza kukupea hata nyingi. Mwambie Bwana nisaidie niweze kusimama na kujua jinsi Mungu anavyotaka. Mwambie Bwana aondoe kama kuna kiburi chochote ndani yako, kama kuna hofu moyoni mwako, uambie Bwana, niondolee hii hofu, niondolee hii kiburi katika moyoni mwangu. Nataka tu kufanya kazi kulingana na mapenzi yako. Nifundishe kuweka karama yangu kwa faida ya mwili wa Kristo. Karama yako ambao Mungu amekupea, mwambie Bwana, niwezeshe Baba, nifundishe kuweka karama hiyo yangu kuiwe faida kwa mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utamalizia na kuambia Bwana, ambia kanisa letu litende kazi katika umoja na nguvu. Tutaombea kanisa letu liweze kutenda kazi katika umoja na pia nguvu katika jina la Yesu. Tuende mbele za Bwana kwa dakika moja, tumwambie mambo hayo, na najua Bwana ni mwaminifu, anaenda kutuinua. Baba, ni asante Baba, tuko mbele zako adhuhuri ya leo. Tuomba utusaidie Bwana kutumika katika uaminifu katika karama ulizotupea Bwana. Tunaomba Jehova, hizo karama umetuonyesha vizuri ya kwamba Bwana ni kwa sababu ya manufaa ya nyumba yako, manufaa ya kanisa lako, manufaa ya huduma yako Baba. Kukiwa kuna kiburi chochote chaweza kuwa kimeinuka ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu Baba, hata hofu kwa sababu ya karama ambazo ulitupa Baba, tuondolee. Tuatamani Baba kutenda kazi kulingana na mapenzi yako. Asante kwa sababu ya kutupea hizi karama Bwana. Tufundishe Bwana kuweka karama zetu kwa faida ya mwili wa Kristo katika jina la Yesu Baba. Tufundishe adhuhuri ya leo
jinsi tutakavyotembea kulingana na karama ambazo umetupa, ni kwa sababu ya faida ya kanisa lako, ni kwa sababu ya faida ya nyumba yako Bwana. Tusaidie Bwana, saidia kanisa letu Bwana, litende kazi katika umoja na hata nguvu itokanao kwako Baba. Tusaidie adhuhuri ya leo, ili Bwana ukajihidhirisha katika jina la Yesu. Baba, tunakupenda, tunakuinua, wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu wetu Baba. Ni asante kwa sababu ya kutupenda kiasi hii. Umetupea kila mmoja karama, umetupea kila mmoja Jehova, umetufundisha, umetuambia ni wewe umetupea Bwana. Hakuna ambayo inaonekana kubwa kuliko ile ingine Bwana. Sote Baba umetupa Jehova, ni kwa sababu ya kanisa lako Baba. Ninaomba ni kwa sababu ya kila mshirika ambaye anashiriki katika madhabahu haya, ambaye anashiriki katika kanisa hili Baba. Ninaomba Jehova, karama ulizopea Bwana, wacha wakazitumia Jehova kwa sababu ya manufaa ya kazi yako, kwa sababu ya kujenga kanisa, kwa sababu ya kujenga mwili wa Kristo Baba. Ninawaombea dhuhuri ya leo ya kwamba Bwana utakutana na mawazo yao Jehova, wakatenda kazi Bwana kulingana na mapenzi yako ilivyo. Karama zote ambazo umeziwachilia katika nyumba hii Bwana, wacha zikatenda kazi Baba, wacha zikatenda kazi. Wanaoogopa, wanaojawa na hofu Baba, ninaomba ukawaondolea, ili wakatenda kazi Bwana pasipo uoga, wakatenda wakijua wanatenda sio kwa sababu ya mtu binafsi, sio kwa mtu fulani, lakini Baba wanatenda ni kwa sababu ya neno lako Baba. Na wachilia nguvu mpya juu ya maisha yao, wachilia nguvu mpya Bwana juu ya maisha ya kila mshirika, wachilia upendo Bwana juu ya kila mshirika, wachilia tamaa ya kupenda neno lako juu ya kila mshirika, wachilia Bwana nguvu zako, kwa sababu wewe ni Mungu. Wazingire watu wako Bwana, upendo wako Baba ukazidi Baba, wanaposaidiana mmoja na yule mwingine, wacha upendo ukazidi Jehova, kwa sababu ya utukufu wako. Wacha kila mmoja akiona mwingine anamuhifadhi, anamtambua ya kwamba ni wewe umemuita, katika jina la Yesu Baba. Tunashukuru adhuhuri ya leo, tunasema wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu mwenye nguvu, tenda mema juu yetu Baba. Ni asante, asante Baba, ni kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika uombezi huu, umekuwa ukituelekeza Bwana, umetufundisha jinsi ya kutumia vipawa ambavyo umetupea kuanzia leo na kuendelea Bwana. Twatamani kuendelea kutenda kulingana na mapenzi yako, tunajiachilia mkononi mwako Bwana. Asante ni kwa sababu ya hao wapendwa ambao wamepata nafasi ya kuwa katika lancha hii Baba. Umewanenea kama jinsi umevyoninenea Baba, wakuinue, watazame Jehova kila mmoja haja moyo wake. Ninaomba Baba ukamtimizia lolote analolitamani kulifanya kwa sababu ya utukufu wako Baba, wacha likafaulu, nguvu mpya ikajaa juu ya maisha yao kuanzia sasa na kuendelea. Yeyote ambaye ako na haja moyoni ambao Bwana anakupatia, mfalme wa wafalme wakumbuke, watendee kulingana na mapenzi yako. Ninawachilia ombi hili Bwana, nikiwa madhabahuni haya Bwana, na kama jinsi umenifanya mtumishi katika nyumba hii Bwana Baba, ninaomba Jehova kwa uaminifu na kunyenyekea mbele zako, watendee Baba kulingana na mapenzi yako, watendee Bwana kulingana na neno lako Baba. Ni asante Baba, wale ambao hawakupata nafasi ya kuingia katika dhuhuri hii, katika uombezi huu, wakumbuke mahali walipo. Wewe ni Mungu mwenye uwezo, wewe ni Mungu mwenye mamlaka, wainue, waongoze Baba, wape neema wanapopata nafasi ya kuingia siku jingine Bwana katika nyumba yako Baba. Utaendelea Baba kuwainua Baba. Ni asante, ni asante Mungu wetu. Tunaweka siku ya kesho mkononi mwako Baba. Tutakapokutana mahali hapa, wacha tukaja na ushuhuda ya kwamba Bwana umetenda kazi kupitia vipawa ambavyo umetupa Baba. Ni asante, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Nasema tena katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asanteni sana. Na now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Bwana wabariki.